Waisraeli walikuwa na sheria ya kumwabudu Mungu siku ya nini? Ya Sabato. Ni kusema kama ukuhani imebadilika na sheria ya Sabato inafanya nini? Imebadilika. Haiondoki, lakini inafanya nini? Imebadilika. Kama Mungu aliwapatia sheria ya kutoa moja ya 10 yenyewe tunaita ndizie. Biblia imesema kama ukuhani imebadilika, sheria nayo imefanya nini? Imebadilika. Ni kusema moja ya 10 haitoki, lakini moja ya 10 inafanya nini? Inabadilika. Haki ya kanisa isipozidi haki ya waandishi na Mafarisayo, mbingu hatufanye nini? Hatuingii. 8:7 hapo kwenye Waebrania 8:7 tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Maana kama lile la kwanza ndilo la Haruni hilo lingelikuwa pasipo upungufu, ile ingelikuwa haikuwaki na upungufu, ilikuwa na udhaifu, nafasi isingelitafuta kwa ile ya pili. Yesu mwenyewe angetafutaka tena nafasi ya pili, watu watakaoingia katika Nouvelle Alliance wajue vile kumtumikia Mungu. Mungu angeonaka vile vya kwanza vingali vya mzuri sana, viko vya bie sana, vinapendezesha watu, hangelitafutaka nafasi ya ngapi? Ya pili. Endelea bien mimi. Inasema hivi. Haya kabisa. Ana akiona kosa ndani yao anasema. Lakini akiona kosa ndani ya lile la kwanza, Mungu mwenyewe anasema, tazama siku inakuja, Bwana anasema. Tazama siku kule mbele ambazo zimetufikia sasa. Hapa Bwana Yesu hayatoka mbinguni. Nami nitafanyia nyumba ya Israeli. Nami nitafanyia nyumba ya Israeli. Na nyumba ya Yuda. Na nyumba ya Yuda. Agano jipya. Agano jipya. Halitakuwa kama agano lile. Ni kusema sisi wenye tuko natembea mwa agano la mpya, agano jipya, hatutatembea kama vile lile la nini? La zamani. Amen. Nataka mtu anisikie vizuri. Usitumikie Mungu mconfusion. Shukuru watu wenye biko wanaanza shifanya kama vile wataalamu wa sheria za Musa zamani. Lakini Yakobo anasema tuile attention. Mtu mwenye atakuwa ameshidai kwamba ameshika yote, lakini akashikwa katika nukta hii moja, atakuwa amekosa juu ya nini? Juu ya yote. Amen. Sasa Mungu alileta mabadiliko, akashanje varezi. Hatutatumika tena mwali ile wa zamani. Tunakuwa na mwenendo mpya ya kutumika ndani. Sasa kama haki ilikuwa kwa Waisraeli na Mungu akawaambia kwamba mtashika zile sheria, Torati na maagizo, njoo mtaitwa taifa langu. Mungu akawapa siku ya Sabato, na ilikuwa siku ya kuchunga sana. Frere ikatimia tu. Kwenye Mungu anakuambia na kuku zenye ziko nyumbani zisifanye nini? Zisikule. Meona vya babandile baleo vyenye wako nafanya. Siku ya 6 ya juma, mimi natoka hapa kuibada. Mimi nafika pembeni yetu kuna kwa tipe moja naye ni Sabatie. Anashitia kuya Waisraeli. Jioni ikafika saa 12, wote wanashikusanyaka ili waanze kitu ya kidogo ya maandalizi ya Sabato ya kesho. Sasa Mungu anamwambia ikifika ile jioni hamuna tena droga kufanya nini? Ya kuzunguruka. Sasa niko napita, iko na shamba pembeni, muko lenga maragwe, mihindi. Mbuzi zikaingia. Bibi sali chungulia mudirisha, nikasikia naita. Baba Gasure. Mbuzi zinamaliza zile maragi. Baba Gasure alitoka na mpaka. Nikaangalia nikasema, hapa ingelikuwa kwa Wayahudi, huyu mtu kama amefanyiziwa baraza na kikao, mipango inafanya nini? Inamkula. Sasa Yesu anaambia Wayahudi, nyie mko mnaabudu Kenya, mfanye nini? Hamjui. Waabudu halisi ni wale watakao abudu Baba katika roho na nini? Na kweli. Mungu aliwaletea kitu kipya, lakini hawakukitaka. Kila mtu mwenye alikuwa anafanya kazi fresh, mwile siku nafsi ile ilikuwa inakatiliwa mbali. Bwana pesa sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kama agano la kale, Mungu aliona lilikuwa linafaa na kustahilisha wana wa Israeli, Mungu angelitafuta nafasi nyingine, lakini sasa Mungu aliona upungufu
udhaifu ndani yake, Mungu akasema hapana, inabidi li taifa nifanye nini? Nilisaidie. Njoo Yesu akakuja. Amen, amen. Sasa wakati Yesu anakuja, kuna kwa vitu vyenye vilikuwa vinamaanisha ndani ya sheria. Si vyote. Kulikuwa masadaka zenye zilikuwa zinamaanisha Yesu ndani ya sheria, si zote. Na wakati Yesu alikuja, aliziondoa moja kwa moja, na zingine zenye zilikuwa zinamaanisha Yesu alizibadilisha, zikatoka ndani ya kawaida na ndani ya udhaifu, zikaingia katika haki ya watoto ya nani? Ya Mungu. Sasa watu wanafanyaga confusion sana. Na kama loko muna watu wanagangamalia hii sabato ya samedi, hii sabato ya samedi, watoto wa Mungu ni kupotea, ni kutokushika maandiko, na habajua uwezo yenye Mungu alifanya, habajua uwezo yenye Yesu alifanya juu tufikie agano jipya. Mebangelitakuwa uwezo ya Mungu, habangekangamalia tena siku. Lakini tusikilize kitabu wa Waebrania inasema nini? Juu Biblia inasema haki ya kanisa kama haizidi ya waandishi na Mafarisayo hatuingie mbinguni. Israeli ilikuwa na haki ya kukusanyika siku moja mwiki. Njoo haki yao. Na Mungu akawaambia kila mtu atakayeishi ile, atakaye tena kwa namna ile, ataishi kwa ile. Mtu mwenye atavunja nafsi ile atafanya nini? Itauawa. Ile 6 Waebrania inasema nini? 4:6 Waebrania. Ndio. Unasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Basi kwa sababu imekuwa, kwa sababu imesema, imewekwa watu wengine kuingia, na watu wengine kuingia, na wale waliohubiriwa habari njema, wale waliohubiriwa habari njema zamani, ile zamani, kule zamani kwa Musa, walikosa kuingia kwa sababu ya maasi yao. Hawakupataka kuingia juu ya nini? Juu ya ujinga. Wakati Mungu aliona vile vya sabato vinaanza kuwa vya nguvu kwa wana wa Israeli, Mungu akaona atamalizia wa Israeli kusheni. Banaanza kuwa msabato, bamoya habaishike tena, wengine wanaingia saba afantirie, wengine wanaenda fanya makazi, bakimaliza zile makazi wanaenda msabato. Mungu akaangalia udhaifu ndani yake. Mungu akasema nikacha watu waendelee hivi, hakuna mtu mwenye ataona uzima wa nini? Wa milele. Mungu akarahisisha njia, lakini aliporahisishia wale watu njia, hawakukubali. Mungu anasema nini? Malizie. Endelea na kusema hivi. Ndio. Anaweka tena siku fulani akisema. Sasa Mungu anasema katika Daudi, akaanza andika anasema, ninaweka tena siku fulani. Anasema katika Daudi, muda mrefu namna hii, kama ilivyosemwa mbele, kama ilivyotangulia kusema mbele, kama mtaisikia sauti yake. Nini? Leo hapana kesho, leo hapana Ijumaa, leo hapana siku ya Mungu, leo hapana siku ya Sabato, leo hapana Alhamisi, leo hapana siku ya kwanza ya juma, lakini Mungu anasema leo. Ambia mwenzako leo. Ile ndio Sabato. Mungu yuko anasema Waisraeli walijua kwamba kusikia neno la Mungu, kufundishiwa habari za Mungu, inabidi wachunge siku moja katika siku ngapi? Siku 7. Sasa Yesu anasema kama wale watu walishindwa kuingia, ni kwa sababu ya mioyo yao nini? Mikumu. Daudi nao wakaenda fanya wenyewe wanataka, badasinde wanaanza ingia pale patakatifu, baba takatifu, wanaanza kula mikate ya onyesho yenye ilikuwa ndani ya hekalu. Ilikuwa interdit kwa mtu mwenye haiko kuhani kuingia ile nafasi akule nini? Mikate. Mungu alikuwa alisharegeza kamba. Ndio maana Daudi aliingia pale na akafanya nini? Akatoka. Mungu angekuwa karegeza kamba, David angetoka pale. Mtu mmoja sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anasema leo, ndio tukihubiri Injili leo, kama mtasikia sauti ya nani? Ya Bwana Mungu wenu, msifanye mioyo yenu kuwa nini? Migumu. Usingoe asenda sikia kesho, ndafundishwa Ijumaa, ndafundishwa Dimashe, ndafundishwa Lendi. Leo ndio Mungu anakuambia.
Amen, amen. Na hii sabato Mungu alipatia wana wa Israeli ilikuwa ni kwa jinsi ya mwili. Juu sabato maana yake kupumzika. Wana wa Israeli walibidi wapumzike zile makazi zote balitumika nazo mwile masiku kwanza lendi mpaka vendredi jioni. Ikifika siku ya sabato wafanye nini? Wapumzike. Sasa Yesu anakuya anasema mie ndio Bwana wa nini? Wa sabato. Kisha anasema njoni kwangu nyinyi nyote. Ukisoma pale kwa Mathayo 11:25, mnaolemewa na mizigo ya nini? Mizito, nitafanya nini? Nitawapumzisha. Doke tukiingia msaba, hatuwezi toka msaba. Tunaingia msaba namna gani? Tulikuwa mataifa, tulikuwa wapagani, tulikuwa hatuhesabilike. Juu sabato ilikuwa inatenga Waisraeli na nini? Na mataifa. Sasa tukiingia msabato, hatuko tena wanani? Mataifa. Ni kusema tunatoka ndani ya dhambi. Amen, amen. Tunaenda pumzika. Ukishaingia msabato, unapumzika mizigo yako yote. Mtu mwasema amen. Amen. Nikisema Biblia inasema kwamba mtu mwenye ameshajua siri za mbinguni na kuonja vipawa vya roho, akifanya dhambi airudini tena, arudie mara ya ngapi? Mara ya pili. Ni kusema nini? Mtu akitoka mdunia akiingia msabato anapumzika dhambi zake zote. Amen. Na kiingia haezi toka. Ukitoka msabato unakufa. Ukitoka msabato unakuwa mpagani. Mtu mwasema amen. Hata tukishaingia juu, aki yetu imeshakuwa juu sana kupita ya waandishi na nini? Na Mafarisayo. Sie kanisa hatutakusanyika tena siku moja mnini? Mchuma. Juu haki yetu inabidi ifanye nini? Izidi. Maana tutakusanyika leo, tutakusanyika kesho, tutakusanyika kesho yake mpaka Yesu afanye nini? Arudie kwa sabato. Amen. Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 2 hadi mstari wa 43. Matendo ya Mitume 2:43. Ndio. Unasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen kubwa. Basi uoga uliingia wakati mitume walianza ibada pale Yerusalema, wakafundishana, wakazilisha utukufu wa Mungu, wakaanzisha kazi ya Mungu kwa dunia. Uoga ikaingilia kila mtu. Wakati walisikia evangelization inakuwa na nguvu na inakuwa tofauti na ile ya Waisraeli, uoga ikaingia kila frere na kila se, na maajabu na alama nyingi zilifanyika na mitume, zikaanza tendeka na mitume, na wote walioamini walikuwa pahali pamoja, wakakuwa na vitu vyote ushirika, wakiuza mali zao na vitu vyao, wakagawia kila mtu kulingana na hitaji yake, kama kila mtu alivyokuwa na uhitaji. Endelea kabisa. Na siku kwa siku, sikiliza kanisa sasa. Mwanzo wa ibada. Biblia inasema kama lile agano la kwanza lilikuwa na sheria ya kumwabudu Mungu, lile la pili nalo liko na nini? Na sheria. Amen. Sasa walipoanzisha sheria takatifu ambayo ni sheria ya uhuru, sheria ya roho, haiko tena sheria ya matendo kama vile ya wana wa Israeli. Wana wa Israeli walipatiliwa sheria ya matendo, lakini sie kanisa tumepatiliwa sheria ya nini? Ya roho, ambayo Biblia inaita sheria ya uhuru. Sasa walipoanza kwa kufanya ibada, jua kiao izidi ya waandishi na Mafarisayo, na siku badala ya nini? Ya siku. Na siku badala ya nini? Ya siku. Nilisema ukakuwa frere wana sere ya Kriste, mwenyewe unaingiaka dimashe, ungali sabatie. Kama uko sabatie, uko Rome. Kama uko Rome, uko Misilima. Shuni dini tatu zimeshipatia masanamu kudunia. Bamoa banakuya na sabato ya samedi ya mwili. Banambia watu kama mkusanyike siku hamkubalikane na nani? Na Mungu. Baromero wanakuya wanasema hapana. Nyie wenyewe mmeamini. Kama muamini
wanaita dimashi ni kusema mkubalike mbele za nani? Za Mungu. Waarabu nao wanakuwa wanasema kama mwingie siku ya Ijumaa ni kusema mkubalike mbele za nani? Za Mungu. Lakini sikia mwanzo wa kanisa. Kanisa linapoanza frere, kanisa linapokusanyika, banaanza tembea msheria ya kuabudu Mungu katika sheria ya roho na ya uhuru. Kanisa walikusanyika siku badala ya nini? Ya siku. Ukaangalia frere wanasema angalia anafanya kamoka mzuri mpaka siku inafika dimashi hayo yenyeko ndani. Ukaangalia iko anachunga tu siku ya Mungu. Siku ya Mungu ile ni utumwa na ni colonization. Na Mungu akaambia Wayahudi, hii sabato mimi nimewapatia ni kwa sababu mlikuwa watumwa katika nchi ya nini? Ya Misri. Balikuwa na roho ya esclavagisme. Unaangalia mtu mpaka leo angali mtumwa. Iko nafula kanguo. Lendi, mimi nakafula, mimi nataka pasi, mimi nachunga yele siku ya ngapi? Ya Mungu. Frere, sere, hawajijua. Mtu mwasema amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kanisa siku badala ya siku iliingia kanisani. Yesu aliwaambia haki yenu spesidi ya waandishi, les scribes, les pharisiens. Amen, amen. Kama haki yenu haizidi, wanatamu shinde wanafunzi wa Yesu mwende kwa radio. Mbingu amufanye nini? Sauliza mwenzako, ibada yako inakuwa kaale. Au kwa Mkristo wa dimashi? Dimashi ndio wanakuona kwa shapika mzuri kabisa, eti mimi nenda kanisa. Yesu anasema haki. Kanisa haitembee msheria za zamani, haitembee msheria za Kirumi, haitembee msheria za Waamerika za Ellen White, haitembee msheria za Waarabu, lakini tuko tunatembea msheria ya uhuru. Ukisoma kitabu wa Roma 8 mstari wa 1 utakuta sheria ya uhuru wa kanisa pale. Amen. Hatuna frere mwenyewe ameamini, sere mwenyewe ameamini. Iko natembea tu, anaweka dimashi ndio akusanyike. Hauya jijua huko nani mbele za Mungu. Kanisa likusanyika siku badala ya nini? Ya siku. Hapana siku moja mshumu. Lakini siku badala ya nini? Ya siku. Hii ndio ilikuwa haki ya kila mwenyewe ameamini. Biblia inasema kama hii haki yako haizidi ya bale bafarishe benye walikuwa wanaingia siku moja mshuma, mbingu frere hautafanya nini? Hautaingiaka. Utashua neno la Mungu namna gani? Wewe mwenyewe ungali unatafuta tu siku moja ndio ujue ya Mungu. Tuna mambo mengi ya kusema na ya kufundisha. Mekwetu kanisa haitubidi tukwe tunaingia kama vile bazaifu, hapana. Biblia inasema mtumikie Mungu siku zote, maana tujue siku Yesu atafanya nini? Atarudia. Yesu anasema muombe ili siku ile ya parapanda isiku yake fika na mko ndani ya nini? Ya Sabato. Amen. Ile siku ikafikaka huko msaba. Nimekwambia Sabato ni lugha ya Kiebrania. Sabato maana yake kupumzika bila kufanya kazi. Mungu anatuambia kwamba siye tuko wafanya kazi na tuko ndani ya kazi siku zote. Sasa Mungu akakuja kukutana, ulishaka jipatia pumziko mbyake, mbingu ufanye nini? Hauingie. Kama ulikuwa unaimba, Mungu akakuta hauimbe, ni kusema ulishajipa nini? Sabato. Leo mkisikia sauti ya Mungu, msifanye mioyo yenu kuwa nini? Migumu. Kanisa haina siku speciali. Ndio kwa maana waimbaji wakiimba siku ya 6 ya juma, vile vile walimba siku ya 6 ya juma, ndivyo wataimba siku ya 1 ya juma. Ndio kwa maana kwetu leo, siku ya leo iko kama ya kesho tu. Ndio kwa maana mnaona tunakusanyika jioni. Na watu wanaweza jifunza, wale watu eske wana akili sawa? Yesu anasema mtajua kweli na kweli itafanya nini? Itawaweka huru. Ile kweli yenyewe nishakajua, njoo na kufanya kweli leo hapa. Kweli kabisa. Amen. Ungekuwa unajua ile kweli, ungeanza tu kuuliza, "Ai, tunakwenda kusanyika tu dimanche magharibi."
Si watu washakamata dimanche siku ya special sana. Lakini chunga msomo inaweza kuwa huko mbele, utashua maana ya hii dimanche ni nini. Hii dimanche iliingiziwa na Warome. Ilikuwa ni siku ya kuabudu miungu. Ukiendelea tu ukisoma kuma kalendari za Waingereza, bangali wanaiandikaka Sunday. Maana mkiswahili wanaandika siku ya nini? Ya Shua. Sasa Babiloni kule walikuwa wanaabudu Mungu Shua. Wakati Roma ilikuwa ampire, ilikuwa na utawala juu ya dunia yote, ikamiliki dunia yote, ikakamata ile mastaturi yote ya Babylon, ikakamata ile mastaturi yote ya Egyptian, ikakamata ile mastaturi yote ya Wamedo et Perse, yote ikamshusha mpaka Roma. Sasa Roma ikasema juu hii siku ikuwe na nguvu kwa kuiabudisha watu, wakajua kama ni siku ya kuabudu jua, inabidi tuitoe kwa siku ya nani? Ya Mungu. Haiko mitume walileta au Yesu. Lakini kwa kanisa inaitwa siku ya kwanza ya nini? Ya Juma. Tunaikusanyika sababu vile tunakusanyika lendi, sababu vile tunakusanyika mardi. Ukakuta mtu yuko anakamata special kushinda ya ibada vendredi, angali Rome. Yesu anasema tokeni kwake enyi watu wangu. Mtoke mawazo yenu, mtoke kule na mafikiri. Inabidi waambie watu kama ni bashingi. Sasa Yesu anasema haki yenu isposidi ya wale waandishi na Mafarisayo hatutaingia. Ni kusema haki ya kanisa, kama kanisa litakusanyika, kanisa halina siku, lakini kanisa linakusanyika siku badala ya nini? Ya siku. Tena tunaendea kumsingi ya mitume na nini? Na manabii. Tunauliza mitume balikusanyika namna gani siku badala ya siku? Mtu mwasema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume 3, utasikia Biblia inasema ilipotimia jioni, ilipotimia saa 9, bafrene na basere wote ndani ya Yerusalema balifunga duka zao, bakafunga kazi zao, bakafunga mashamba zao, wote wakaenda tukusa nani? Mungu. Amen. Siku badala ya siku jioni, kanisa ikakusanyika. Biblia inasema kwamba wana wa Israeli walikuwa na haki ya kutolea Mungu sadaka tunaita 1/10. Ikifika leo kwa kanisa na wahubiri wa uongo wanasema Yesu ndiye amegeuka 1/10 yetu. Na ikifika hapa kikwazo inaingia. Lakini leo nataka uelewe mapenzi ya Mungu. Na nitaka frere mtu mwana niletee ile sanduku tuliletaka. Aitie kwanza hapa. Kwa sababu Yakobo yuko nasema wakati unasikia neno la Mungu, usikue tu msikiaji, lakini usikie na ufanye nini? Na utende. Tia vitu wa praktiki. Haiko hata kusema utapoteza mwili, lakini Biblia inasema ile haki isiposidi mbingu hauingii. Kuna watu wanasoma kitabu wa Waebrania 10. Wanasema kwamba unaona hapa Yesu akakataza sadaka, akakataza sadaka. Sadaka zinakatazwa pale, zinashulikana na zinasikilikana. Mungu anasema sadaka fulani za kuteketeza, sadaka za dhambi hatuwezi zitoa. Yesu ndio mwenye alisema kwa sadaka yetu ya dhambi. Doki mtu hawezi fanya tena dhambi ndani ya imani kisha alete mbuzi wala alete ng'ombe eti atasamehewa dhambi. Ile dhambi haitoke shu na dharau damu ya nani? Ya Yesu. Hawezi fanya dhambi ulete tena sadaka. Yesu alimalizaka hili. Hakuna mahali kote kwenye mhubiri atakufundishaka akuwe nabii, akuwe mwinjilisti aseme kwamba umefanya dhambi, leta mbuzi ya kugomboa dhambi, muamakie kwa jina la nani? La Yesu. Hakuna sadaka yoyote inaweza kuwa mwanadamu kwa ajili ya dhambi. Yesu alishaka imaliza. Bwana apeswe sana. Amen. Lakini sadaka ya 1/10, nasema vizuri, sadaka ya 1/10 haikutoka. Amen, amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa inabidi utumikie Mungu na unajua kama ndani yangu mko semasi ya Mungu. Mimi mtu anatumikia Mungu kwa gange tu.
imani yenyewe unaamini vizuri sana, ukuwe na nguvu ndani ya ile imani, frere sen, haki yako inabidi izidi ili ya waandishi na Mafarisayo. Kama haizidi frere, leo nakwambia, na mafundisho hii uyasikie mzuri, na tarehe hii uyasikie mzuri, andika nota bene. Kama haki yako haizidi ya Wafarisayo, haizidi ya waandishi, haizidi ya wana sheria, mbingu, fanya mkono hivi. Amen, amen. Ambia mbingu, bai mbingu. Juu Yesu ndiye anasema vile. Mbingu siende. Mamesere Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haki ya kanisa kama haizidi, mbingu hatufanye nini? Hatuendi. Sasa watu wakifika hapa wanasema, Frere Baraka, acha mambo yale. Yesu alimaliza. Si Yesu mwenyewe alikuwa sadaka yetu ya 10? Hauna shairi, hauna andiko. Na wengine wanaingilia kitabu wa Waebrania, wanasema Frere, unaona ukitoa moja ya 10 na pastor akikula, mwalimu akikula, mwinjilisti akikula, anakufa. Ile andiko ipo nayo. Lakini kutoa tafsiri ya ile mambo imeshinda watu. Na Biblia inasema kwa watu walikuwa wanakula moja ya 10, si kusema kwamba wanakufa. Yesu anabakarakterize, anasema hawa watu ni wanadamu na walikuwa wanapatikana na nini? Na mauti. Si kusema kwamba bakaleta moja ya 10, pastor akaikula anafanya nini? Anakufa. Si ndio mahubiri mmesikia? Mtu mwaseme amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Inabidi wakati kunatumikia Mungu usishue, usisantire. Kuna vitu vingine vya samani sana vyenye inabidi utoshe uvipatie Mungu. Jijue vizuri kama kunatumikia nani? Mungu. Juu tukakusanyika siku badala siku yake yetu inazidi. Na watu wengine wamekamata matoleo. Bwana tubariki sana. Somo nilitaka tuingie ndani na tuelewe. Watu wengine wamekamata matoleo ya mwanzo wa kanisa. Ile makolekte wakati kanisa linaanza. Juu wakati kanisa lilianza, mitume walikuwa na furaha. Wakaanzisha taratibu, na zile taratibu zilikusanya pesa, zikakusanya manguo, zikakusanya mavazi, wakauzisha mashamba katika furaha. Walipoikusanya wakagawia kila mtu kulingana na nini? Na hitaji. Haiyafika kuzaidi ya moja ya 10. Ile ni wakati ya makawio ya watakatifu walioanza imani. Sasa vile mliona pastera wakale iko hapa. Watu walikuwa na manguo, makoti, vikwembe, vitambala, viatu, tukafanya nini? Tukakusanya. Tungekuwa tuko na mali za ajabu, mashamba tungeliushisha pia. Na ndio mnasikia kanisa la wanafunzi wa Yesu ambalo liko Kalehe halikosewa na nini? Na kitu. Ile ni changizo. Amen, amen. Amen. Ya kugawia watakatifu wa nani? Wa Mungu. Lakini moja ya 10 iko pale pale. Sasa kwetu kanisa hatutoe moja ya 10. Sio kama mtu ananisikia. Amen. Kwetu kanisa hatutoe moja ya nini? Juu Yesu anasema haki yenu isiposidi ya wanani? Ya waandishi. Haki ya waandishi ilikuwa kutoa moja ya nini? Moja ya 10. Mtu mmoja anisikia anaambia amen. Amen. Haki ya waandishi ilikuwa kutoa moja ya 10 frere. Utasema Mungu wako ni nani? Wakati tu kunatumika le premier jusqu'à le 30. Mungu yako kunatumika, hauyajua hata sehemu ya Mungu ni nini. Kuko sehemu ya Mungu na kuko hali ya upendo na kuko hali ya utoaji. Frere, unaweza ninunulia koti, unaweza ninunulia nguo, haiyakuwa sehemu ya moja ya nini? Mtu anisikie vizuri. Ile ni njia ya upendo. Bwana apeswa sana. Shughuli Biblia inasema wale wanaotumika kwa madhabahu ndio Waisraeli. Walikuwa wanakulia kunini? Kwa madhabahu. Sasa hatutumikii tena madhabahu si. Ukuhani imebadilika. Siweka kuna mtu ananisikia. Amen. Na sheria imefanya nini? Imebadilika. Sasa tunataka tumika mtindo mpya wa Korinto. Kitabu wa Korinto. Tena mstari wa 13.
Korintho wa kwanza 9:13. Tusikie nasema nini? Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Hamjui ya kwamba wale wanaofanya kazi ya hekalu, wale wenye walikuwa wanafanya kazi ya hekalu mu Yerusalemu, wanakula sehemu ya vitu vya hekalu, walikuwa wanakulaka sehemu ya vitu vya hekalu. Na wale wanaotumikia kwa madhabahu, na wale wenye walikuwa wanatumikia madhabahu, wanashirikiana na vitu vya madhabahu, walikuwa wanashirikiana na vitu vya madhabahu. Hivi Bwana aliagiza, hivi Bwana amefanya nini? Aliagiza. Haiko hata mwanadamu, frere, tira attention. Amen. Si mtu, Bwana mwenyewe vile aliagizaka, kambia Moize, panga makuhani, uandae vizuri vile watatumikia madhabahu, na pale ndio watakuwa wanafanya nini? Wanakulia. Sasa zile sehemu zenye zilikuwa zinaletwa za 1/10 njoo zilikuwa zinaservire mayatima, zinaservire washane, zinaservire na wale Balawi. Bwana apeswa sana. Amen. Shule mkaramusi shengia mkwani. Unaona frere, na swali na hiyo itakuwa. Na nitakata somo nataka kata. Mungu atatujalia neema iendelee, lakini nakupatia senteze uelewe siri za nani? Za Mungu. Mtu atanambia mbona imeandikwa frere kwenye kitabu ya Petro, sisi sote Mungu ametufanya kuwa makuhani ya ufalme wa nini? Wa mbinguni. Mtume Paulo tena atakwambia, ndio sisi sote tumekuwa makuhani wa nini? Ile ni kwa habari ya wokovu. Amena. Amen. Tukikuwa makuhani sisi sote, Mungu anataka zungumza habari ya nini? Ya wokovu. Mwokovu Mungu akutia limiti. Lakini ukienda